Sasa katika manispaa Songea, moja ya hatua ambayo tumeona tumepiga ni kuhusu watoto wanaopata chakula mashuleni. Shule nyingi katika manispaa yetu huko nyuma walikuwa hawapati chakula shuleni. Kwa nini? Ama wazazi hawachangii chakula, au walimu hawajaweka mikakati madhubuti ya kile tunachoita elimu ya kujitegemea. Watoto lazima walime bustani kwa ajili ya chakula chao wenyewe, walime mashamba ya mahindi, walime mboga mboga na kadhalika na kadhalika. Sasa mwaka jana 2023-2024 manispaa ya Songea katika mkoa huu ilikuwa inafanya vibaya sana katika swala la lishe, hasa katika kuhudumia watoto kupata chakula wakiwa mashuleni. Mojawapo tumebaini kwamba mpaka mwaka jana katika watoto 100 ni watoto 67 tu ndio walikuwa na uwezo wa kupata chakula mashuleni. Sasa hii ilikuwa inaleta ubaguzi na unyanyapaa. Mmoja anakula chakula pale, wengine wanakunywa uji pale, wengine hawana chochote. Wanawatizama wenzao, wanatia huruma. Kwa hiyo ofisi ya wilaya ya serikali wilaya ya Songea ikaweka mkakati na kuhakikisha kwamba watendaji wa kata wanasimamia zoezi hilo. Kwa mpaka sasa ninavyoongea, kufikia leo tarehe 23 mwezi wa 5, katika watoto 100 ni watoto 77 wanakula chakula shuleni. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa kwa sababu zamani ilikuwa 67%, leo sasa ni 77%. Haya ni maendeleo makubwa. Matatizo mengi kama haya ya udumavu yanatokana na ukosefu wa virutubisho vidogo vidogo mwilini kama vile madini pamoja na vitamins na kadhalika. Kwa hiyo tunachoamini kwamba hata mama anapokuwa labda mjamzito pale atakapopata nyongeza ya vidonge vya folic, lakini pia akapata chakula ambacho kimerutubishwa vizuri, tutakuwa tunaendelea kutatua changamoto nyingi ambazo zinatukabili katika mkoa wetu kwa ujumla na halmashauri yetu ya manispaa ya Songea. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha watu katika siku zetu za afya na lishe za mitaa kwamba mama anapojihisi tu ni mjamzito basi afike katika kituo cha kutolea huduma za afya ili aweze kuanza kliniki mara moja na kupewa huduma za afya. Na hii itatusaidia pia hata kuondoa tatizo la watoto wanaozaliwa na uzito pungufu. Kata yangu ina 97% ya utunzaji wa mkataba lishe. Kama kata tuliweka mikakati mbalimbali. Mkakati wa kwanza ilikuwa ni kuhakikisha wanafunzi wote kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 wanapata chakula shuleni, lakini mkakati huu ulitimia kwa mekanizmu zifuatazo. Mekanizmu ya kwanza ilikuwa ni vikao vya kamati ya shule na wazazi, lakini pia mekanizmu ya pili tulikuwa na kulima mashamba ya shule. Kwa mfano unapoongea leo kuna shule kama 3 za msingi na mashamba zaidi ya eka 1 kama shule ya msingi Subira, Muungano na Rupapira ndio kuna mashamba, lakini pia kulikuwa na bustani za shule katika shule zote za msingi na sekondari.